Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuangalie juu ya kusilikiza sauti ya Mungu. Kusilikiza sauti ya Mungu. Twenda katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Itabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Mstari wa 7. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako upigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakibia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayoyatia mkono wako, nayo atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba utakapoisikia sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana ni sauti yenye upole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sauti ambayo ikizungumzia mtu inazungumzia kwa upole, inaelekeza mtu jinsi ambavyo ataenenda katika maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema ya kwamba utakapoisikiliza sauti ya Bwana kuna baraka ambazo zitakujia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakapoisikiliza sauti ya Bwana kuna baraka ambazo zitakujia. Ni baraka gani hizi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na baraka hizi haziji hivi hivi. Baraka hizi zinakuja wakati ambao utashika maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasikia sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana ataweza kukubariki. Na unaambiwa kwamba atatubariki tukiwa mjini, atatubariki tukiwa mashambani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kusikiliza sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo nimekuja kukutia moyo ya kwamba usiweze kusikia sauti ya mwanadamu. Usisilikize maongezi ya mwanadamu. Sikiza maongezi ya Mungu tu peke yake, na ukaweze kupata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti ya mwanadamu inaweza kupeleka mahali ambapo ukajipata uko mahali pabaya. Sauti ya mwanadamu inaweza kufikia mahali kwa kukufanya wewe usisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, atapata kukutendea mema. Utasonga mbele bila shida yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakubariki. Atakubariki ukiwa umesikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana amesema ya kwamba tutakaposhika maagizo yake atatufanya kuwa taifa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi kufanywa taifa takatifu kama hujasikia sauti ya Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi kuitwa takatifu, taifa takatifu la Mungu kama sauti ya Bwana haijaingia kwa masikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafaa usikize sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inakuongoza wewe. Sauti ya Mungu inakuelekeza kutenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti ya shetani mara nyingi ndio inakuja kushindana na sauti ya Mungu. Kama umekuwa mtu wa kuchunguza sauti ya Mungu na sauti ya shetani, sauti ya shetani huwa iko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakusukuma uingie mahali pabaya. Lakini sauti ya Mungu ina upole. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakuelekeza katika njia sahihi ya kwamba usifanye hili, wachana na hili, ufanye hili. Lakini sauti ya mwovu inakusukuma wewe fanye.
Lakini ukifanya unafikia mahali unajipata kwa katika hali ambayo si nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nami nimekuja na neno asubuhi ya leo ya kwamba ukaweze kusikiza sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili ukaweze kupata hizi baraka ambazo Bwana ameziahidi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Bwana Yesu asifiwe. Katika shambani tunajua ya kwamba kuna baraka za mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baraka aina nyingi. Kuna baraka za mifugo. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ambazo Bwana amepata kutuahidia siku ya leo ni kwamba tukaweze kusikiza sauti yake. Bwana Yesu asifiwe. Tukaweze kusikiza sauti ya Bwana ambayo ni sauti iliyo kuu, sauti ya unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Hakika sauti ya Bwana si sauti ya mchezo, si sauti ya kusukumwa, ni sauti ya upole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jifundishe kusikiza sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usitumie akili zako wala usisikize sauti za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Uwe ukichunguza sana, hii ni sauti ya Bwana ama ni sauti ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya mwanadamu inaweza kusukuma ukaenda ukaiba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Mungu huyu inakuwa hukumu. Hii ya shetani inakusukuma kwa sababu umekosa kuitafakari. Hii ni sauti ya Bwana ama ni sauti ya mwovu? Bwana Yesu asifiwe. Ama ni sauti ya mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Ukisikiza sauti ya Bwana, baraka hizi zitaandamana na. Bwana Yesu asifiwe. Utabarikiwa ukiwa mjini. Bwana Yesu asifiwe. Baraka ziko ni nyingi, lakini ni usilikize sauti ya nani? Ya Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio baraka hizi zikujie ama zifuatane nawe. Bwana Yesu asifiwe. Utabarikiwa mashambani, utabarikiwa na mjini. Bwana Yesu asifiwe. Utabarikiwa hata wanyama wako pia watabarikiwa. Utaona wanazaa baada ya muda, baada ule muda mwingine wanazaa, nao unaendelea kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukisikiza sauti ya Mungu vizuri, unaona makubwa ya Mungu yanatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona makubwa ya Mungu yanatendeka bila kuzuiliwa na kitu chochote. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaambiwa hata Bwana atabariki kikapu chako cha kukandia unga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale mahali ambapo unawekanga chakula chako. Chakula hakiwezi kupungua kama utakuwa mtu wa kusikiliza sauti ya Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautakuwa na kung'ang'ana kwa sababu ya chakula juu ya watoto wako. Utakula nini? Wala utavaa nini? Bwana umesikiza sauti ya Bwana, haya mambo haya yatakujia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako, utembea katika njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakaposikiza maagizo ya Bwana. Maagizo ya Bwana ni yapi? Ni gani? Maagizo ya Bwana ni yale ambayo unasikia sauti ya Bwana inakwambia nenda ukafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti ambayo inaonya kwa upole. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unaona baraka zinakujia. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeshika maagizo ya Bwana na njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si njia za kwenda kusengea mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unasema unayasikiza sauti ya Bwana, lakini mara nyingine unasikiza ile sauti yako ambayo ni sauti ya mwanadamu. Unaenda unasengea mtu. Kumbuka utakaposengea mtu umepunguza kitu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umepunguza kile kitu ambacho Bwana amepokea ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini utakaposhika njia za Bwana, hutakuwa na nafasi kwenda kwa mlango wa mtu kuzungumza fulani amesema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ukitenda hayo utakuwa uko nje ya njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hata amesema tushike njia za Bwana
tushike maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umetumwa wewe unakataa. Kama mtumishi alivyosema hapo. Umetumwa uende ukahubiri. Sauti ya Bwana imekuja kwa unyenyekevu. Nao unakataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baraka zitakujia kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yafaa utii. Shika maagizo ya Bwana, utii sauti ya Bwana. Uenende katika njia za Bwana, ndipo Bwana atakapokuinua. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Bwana atakapokubariki. Ni kwa sababu umesirikiza sauti ya Bwana, ni kwa sababu wewe umenenda katika njia za Bwana, ni kwa sababu umetenda mambo yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kubarikiwa siku ya leo, lazima usikize neno la Bwana. Uwe mtu mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye hekima katika matamshi yako. Uwe mtu mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno mengine ambayo wewe Mkristo haustahili hata kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi yafaa uwe mtu mnyenyekevu. Mambo yasiyofaa uyaweke kando, ili sauti ya Bwana ingie ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua ya kwamba dunia iko na mambo mengi. Sasa ukijiingiza kwa mambo mengi ambayo yatakufanya wewe sauti ya Bwana hutaisikiza. Utasikia watu wanasema mimi sikia sauti ya Bwana ikiniambia hivi. Lakini wewe hata siku moja hutaisikia. Kwa sababu gani? Hauenendi katika njia za Bwana. Hauenendi katika maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuliambiwa kwamba enendeni duniani mwende mkaeneze injili ya Bwana, lakini watu wamekaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena wataka kubarikiwa, watabarikiwa vipi kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tenda kazi ya Mungu sawa sawa na mwenendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndipo baraka zitakujia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utabarikiwa hata ukiwa huko. Utabarikiwa hata ukiwa kule mbali. Kama utakuwa mtu wa kuenenda katika njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo jitafakari katika njia zako. Uangalie hii ni sauti gani. Usisikie sauti na ukachukua hatua mara moja. Yafaa ukae usinikize. Hii sauti gani ambayo inanisukuma kufanya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Si unasikia sauti tu unaenda. Kama si sauti ya Mungu, lazima utaona mambo ambayo hayaendi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sauti ya Mungu inakuongoza wewe. Na kama ni sauti ya Mungu kweli umesikia ndani yako, hautaenda kufanya maovu. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ama hautaenda kukosana na watu. Kwa sababu wewe ukisirikiza sauti ya Bwana, ukienenda katika njia zako zikiwa zinampendeza Bwana, utaona wewe hauna nafasi ile ya kwenda kusengenya mtu, hauna ile nafasi ya kwenda kufanya mambo ambayo hayastahili. Kukaa vijiweni. Utakaa vijiweni saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusirikize sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sauti ya Mungu inakuja kama wewe ni mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haiwezi kuja hivi hivi. Kama wewe hauna maombi, sauti ya Mungu haiwezi kuja hivi hivi. Utafanya kuisikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wewe ni mtu wa maombi, siku zote utasikia sauti ya Mungu inazungumza na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utaisikia sauti ya Mungu. Umewahi kujaribu kuona umetoka nyumbani, unaelekea mahali. Njia ni mbili. Unafika pale unapata sauti inakwambia shika hii. Nyingine inakwambia usiende na huko. Ile nyingine inakwambia nenda. Nyingine inakwambia usiende. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ile ambayo inakukataza kwa upole, hiyo ndio njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaisikiza. Hii ni sauti ya Mungu ama ni sauti ya mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema uwe mtu wa maombi. Ukiwa mtu wa maombi, hata hutatakikana kusukumwa. Muimbaji toka mbele. Sasa wewe unajua kabisa wewe ni muimbaji, kwani ufanye kulazimishwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende tukafanya crusade nje. Na wewe unajua kabisa Mungu alikuchagua ufanye kazi ya Mungu. Mbona ufanye kusukumwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusilikize sauti ya Mungu. Tuenende katika maagizo yake. Nasi tutaweza kuzibariki, kupata baraka hizi ambazo Bwana ameweza kutuahidia.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namalizia tu na mstari mmoja. Mimi sitaki kukaa hapa sana. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako upigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama wewe si mtu wa maombi, au maadui wakikuja, jamani, watatoka vipi pale? Mungu amesema atawafanya wapigwe mbele zako. Watapigwa mbele zako ukiwa wewe ni mtu wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hawawezi adui hawezi kuja pigwa hapa kama hakuna maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni uwe mtu wa maombi ndio yule uone adui zako wakipigwa mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukiwa mtu wa maombi, Mungu anaenda kufungua njia. Bwana Yesu asifiwe. Na yule adui yako atapigwa mbele yako. Na watakuja kwa njia moja. Na watatoka kwa njia 7. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni uwe mtu wa maombi. Mtu wa kusikiza sauti ya Bwana. Sauti ya Bwana inasemaje? Sauti ya Bwana inasemaje? Inanionya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Inaniongoza hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauti ya Bwana ni sauti ya upole, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sauti ya Bwana ni sauti ya upole. Na ni sauti ambayo inahimiza kwa upole sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio utakuja hapa wakati umekuja kanisani. Sauti ya Bwana inakukujia wakati umejinyenyekesha mbele za Bwana. Sauti ya Mungu inakuja ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiona unakaa hivi, hakuna sauti ya Bwana hiyo itakuja. Jua mambo mengine hayako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukijua ya kwamba mimi ninaenda kanisani, mimi lazima katika wiki hii niwe na nafasi ya kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi unajiandalia mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Unapata hizi baraka ambazo Bwana ameziahidi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kubarikiwa kama tunaenenda nje ya matendo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi barikiwa kama hatuenendi katika maagizo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama njia zetu hazimpendezi Bwana, hata baraka hatutapata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini njia zetu zikimpendeza Bwana, hata baraka zetu zinakuja. Unatarajia baraka moja zinakuja 3. Unatarajia baraka moja zinakuja 5. Double. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kwa sababu umenenda katika njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo asubuhi ya leo ama mchana wa leo, nasema ya kwamba ukaweze kunyenyekea chini ya mkono ulio hodari wa Bwana. Amen. Uwe mtu wa kunyenyekea siku zote. Amen. Ili Bwana aweze kukukweza kwa wakati. Ili Bwana aweze kukupea hizi baraka ambazo amekuahidia mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami basi sitakuwa na mengi. Mimi yangu ni hayo. Naomba ya kwamba tukaweze kusimama ili tukaweze kuabudu na tuombe na niondoke kwa madhabahu. Napoimba wimbo huu, unaenda kutafakari maisha yako. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana akutie nguvu. Mwambie Bwana akupe ufunuo wa neno lake. Mwambie Bwana akupe ufahamu wa neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tafakari katika wimbo huu ambayo tunaenda kuabudu mchana wa leo. Mwambie Bwana akusaidie. Maana bila yeye huwezi, na huwezi fanya jambo lolote. Huwezi kufanya chochote kile. Lazima Mungu akusaidie. Lazima Mungu akupiganie vita. Mungu akupe neema ya maombi. Mungu akupe neema ya kupenya mchana wa leo. Haleluya. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Oh Yesu, we nitie nguvu Baba, nimalize mwendo salama.